Washindi sema amen. Ndivyo ninavyokuaga. Kwa mantiki hiyo, kila ambacho wanakusema wanakuchangamsha akili. Kwa mantiki hiyo, zile surba za Yesu za nini alipokinywea kikombe. Wapendwa, yule mtu wa Mungu mpaka sasa hivi tunawasiliana naye kwa njia ya Roho Mtakatifu. Mwanzo tulikuwa tunamgusa Yesu, tunatamani 1 2 3. Yani ikifika kipindi ukipanda hicho cheo akao biashara kako vizuri, wapendwa mpendao na Bwana, kuna watu lazima Mungu atakutenga nao, afu atapiga tu simu kwamba tunakutafuta, naambia niko busy right size, usunajua tena. Ndivyo ilivyo kwa Yesu. Mwanzo alikuwa anamchezea akiwa mwilini, lakini alipoondoka kuelekea huko mbinguni wanapata shida, wanapiga simu kwa njia ya Roho Mtakatifu, wengine anawakatia simu. Yani kuna muda fulani Mungu akikubariki, kuna watu wengine lazima wakae hivi kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anatamani tena wasimnajisi kama ilivyokuwa mwanzo. Kikombe hiki lazima ukinywe. Kwa sio maombi, ni lazima ukinywe. Nataka nikuambie, uliolewa mwenye, si unakumbuka kuna kipindi hapo ulikuwa unakuja, mchungaji, mwinjilisti, yani natamani kuolewa. Yani nikiolewa mimi watanikoma. Yani mimi nikiolewa wewe. Umesahau wewe ulikuwa umetuletea maombi. Sasa umepigwa moja na pili, naondoka, unaenda wapi? Hapo wewe ndio ulikuja kuomba kwenye hii madhabahu. Ungefanya hivi, eti ni mlevi, mimi sijui, fanya hivi tena, usijikaushe huko, ni mlevi sana, ni mlevi. Wewe si ulikuja kwenye hii madhabahu ya kwamba mimi nahitaji mume, nahitaji mke? Wewe sikiliza, washindi wote huwa wanabadilisha changamoto zao kuwa destiny, huwa wakimbii ovyo. Unaweza kwenda huko ukapigwa moja kwa moja, ambapo ulipatia muujiza wako, unatakiwa urudi. Yesu akarudi tena pale pale kwa Mungu, akamwambia Mungu, naomba unisaidie hii hapa ili niondoke. Wapendwa mpendao na Bwana, ulihitaji biashara mwenyewe, ulihitaji kazi mwenyewe, ulihitaji ndoa mwenyewe, ulihitaji elimu mwenyewe, komaa hapo. Changamoto ni kitu cha kawaida huku duniani kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu alikomaa nazo. Namalizia hapa. Sasa hivi namalizia. Nilichojifunza hapa cha kwanza. Pointi ya kwanza nilichojifunza. Unaishi na kuteseka na kufa kwa ajili ya watu wengine. Nilichofahamu. Yaani ujue uko duniani unaishi na kuteseka na kufa kwa ajili ya watu wengine. Hiyo iko kwenye kitabu kile cha Kutoka 14 mstari wa 15. Mungu anamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele tu. Unisikize kwa makini ponti. Unaishi na kuteseka kwa ajili ya watu wengine. Hivi tulivyokaa hapa kwenye viti, hivi ulivyokaa hapa kwenye kiti hapa, yani kuna mtu ambaye alijisacrifice mpaka ukawa hivyo ulivyo, hata kama sio msomi. Lakini Mungu alimweka mtu mmoja, mkulima mmoja, ambapo kwa sasa hivi yeye sio msomi, ni wa kawaida kabisa, lakini wewe alikusaidia usogee mahali fulani. Kwa mantiki hiyo sasa, unaishi na kuteseka kwa ajili ya watu wengine. Kwa mantiki ipi? Usikimbia vikwazo. Unapokimbia vikwazo, kikombe hiki kiniepuke. Uwe na uhakika umeshawadondosha wenzako wengi. Nilishawahi kufundisha hapa ya kwamba hapo ulipokaa una watu hapo zaidi ya 20-30. Huyu anakuita shangazi, huyu anakuita mjomba, huyu anaitwa baba mkubwa, huyu anaitwa. Kwa hiyo ukisema mimi kikombe hiki kiniepuke, eti mimi nitalizaini hii kazi, uwe na uhakika ya kwamba umeshatuangusha watu wengi. Yesu angekata tamaa kule mwishoni, hata hili jina la Yesu tusingenea kututaja. Watu wangekuwa na chinja makuku huko, wanatuua kirahisi tu. Lakini akaona ili destiny ya jina hili liko kila mahali. Angalia, Australia wanaita Jesus, sijui ukienda Amerika Jesus. Yani Yesu hiyo inabadilika tu lugha. Wengine huko mnaita Katonda. Nimesikia hapa anaitwa Katonda nini Katonda. Yani na Kiaya yanako Katonda yupo. Wanaimba hapa, nimeona Tumaini. Wanaimba Katonda. Yani ni jina tu. Wanataja hilo jina tofauti na lugha tofauti, lakini ni jina na hili. Jina ni hili. Kwa mantikio, uwe na uhakika ya kwamba mahali popote unapokaa unaishi na kuteseka kwa ajili ya watu wengine. Otherwise Mungu angekuondoa. Kama ungekuwa hauna faida huku duniani, Mungu angeshakuondoa. Washindi sema amen kwenye hii madhabahu. Yani kama usingekuwa na lolote, si chochote. Wapendwa mpendwa na Bwana, Wayahudi wanaweza wakakutema mate hapa, lakini kuna mwingine kwambia, yani mimi nina baba.
Mjanielewa? Yani Wayahudi wanaweza kukuweka hapa lakini mimi na kaka, yani hivyo ulivyo hivyo, na weusi wako na weupe wako na wembamba wako, yani hivyo ulivyo, wakati sisi binadamu tumeshakutema mate hapa. Lakini mtu mwingine akamwambia, yani ngoja kwanza nipige simu. Unaishi na kuteseka kwa ajili ya watu wengine. Sasa angalia kinachotokea. Yesu wakati anasema kikombe hiki kiniepuke, kwenye Kutoka 14:15 anasema, mbona mnanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele tu. Muda mwingine manunguniko yako sio shetani, isipokuwa wewe, sababu unanungunika tu. Mungu anakuangalia akasema, huyu nikimpa tu vikubwa hapa tu ananungunika, na kwaje? Ndio maana mimi na desturi moja, ukiniomba kitu chochote kama sina, labda nina uwezo wa kupata ndani ya wiki ijayo, huwa nasemaga kwamba subiri wakati wa Bwana atatenda. Nikisema sina, uwe na uhakika nimefuta. Pengine umeniombea huko kwamba nikienda tu kwa mtumishi Efraim atanipa shilingi 10,000. Mimi nikisema sina, uwe na uhakika nimefuta kile ulichoniombea. Pointi ya pili. Ziko mbili tu pointi. Namalizia sasa hivi. Tupo kwenye dunia ambayo vita ya mafanikio haitaisha. Bado hujanielewa? Andika. Tupo kwenye dunia ambayo vita ya mafanikio yoyote ile haitaisha. Uhalisia, vita huko duniani kuisha ni ngumu. Nisizungumzia Kongo, sizungumzia Syria huko. Kila mmoja hapa na vita yake kwenye ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Ukisovu hili linakuja hili, ukisovu hili. Huu ni mwezi wa 3 tunaelekea wa 4. Watoto wakitoka shule hapa nakwambia unaenda kukoba kikoba, nao ni vita. Tuko kwenye dunia ambaye vita haiwezi kuisha. Kwa nini? Yesu licha ya kuja huku duniani na bado vita inaendelea. Ukishaliweka kichwani mwako kwamba tuko kwenye dunia yenye mapambano ili tusonge mbele, kamwe hutaogopa binadamu kwa jina la Yesu. Bado hujanielewa? Ukishajua kwamba tuko kwenye dunia ambayo bado hujanielewa. Yani hapa tulipokaa hapa kuna watu wengine huko wanatujadili vibaya mno. Ufanye hivi. Pengine hujamkosea au umemkosea, lakini kuna wengine huko wanaandaa makombora. Si ameenda kanisani, tutaona, tumuone Mungu wake. Bado hujanielewa? Yani kuna watu ambao wamekaa mahali fulani tu. Yani hivi asubuhi wakati sisi hapa tunaomba, si anajifanya na sali Bwana, basi tutaona. Yani wako mahali hujawakosea au umewakosea, lakini wapo wanajadili. Hata kama mimi nilikuwa juzi pale wakati nakatisha mitaa ile ya Kinondoni, naingia studio pale Upendo TV. Kuna dada mmoja amevaa skonkonko zake vizuri, anatembea anaondoka, anatembea. Kuna kina dada 3 4 hivi. Ambia, na huyu huyu mtu mjui. Afu wewe mara hii tu huyu. Kina mama fanyeni hivi, msijikaushe kina mama. Naingia pale, mtu anamwambia hivi na yani kuna vita ambayo hujui inakotokea. Tayari lile neno linasimama. Ndio maana ni muhimu sana unapoamka asubuhi ni kufanya mambo mawili. Cha kwanza, kufuta habari ya maneno. Kwa sababu gani? Kwenye kitabu kile cha Yeremia 22 kuanzia 29 pale sikosea sema, nchi andika habari hizi. Kwa kadri wanavyozidi kutamka maneno ndivyo wanavyozidi kujirundika. Kwa omba asubuhi, futa maneno. Cha pili, omba kibali. Kwa sababu hata kama hujawakosea, wako wanazungumza, wanasema wanafunzi wa Yesu walikuwa wanamjadili, watu walikuwa wanamjadili. Ndivyo ilivyo. Kwa tuko kwenye dunia ambayo vita haiwezi kuisha hata siku moja. Utatachua hii, utakwenda na hii, lakini baadaye watakuinua hii. Hata kama umjui kiundani. Hivi hujui kwamba kuna watu ambao wanakujua zaidi kuliko unavyojijua wewe? Yaani kuna watu wapendwa, mlizoea injili ile ya kibabe babe, sikiza. Yaani kuna watu wanakujua zaidi kuliko unavyojijua wewe. Hata kama yani hujafanya watasema, ukifanya watasema, watasema, ukiongea watakupiga vita, usipoongea watakupiga vita, ukinyoa
atakupiga vita, atakwambia amefuria. Ukiwa na nywele ndefu watakwambia hivyo. Ukitundika baba suti watasema unachotakiwa wewe fanya anavyokuelekeza Mungu na furaha ya moyo wako kwa jina la Yesu. Washindi waseme amen. Yaani vyovyote vile vita ipo. Tuko kwenye dunia ambayo vita haiwezi kuisha. Kikombe hiki lazima ukinywe. Fanya hivi. Yaani kikombe hiki lazima ukinywe, sio ombi. Ni lazima usonge mbele kwa namna yoyote ile. Hutakiwi kukata tamaa. Kikombe hiki lazima ukinywe. Pointi yangu ni vita haiwezi kuisha huku duniani. Ipo, itaendelea kukuandama mpaka unaingia kaburini. Ila tu kinachonifurahisha, Biblia inasema tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda, sio waliotupenda. Kwa yeye aliyetupenda, sio kwa waliotupenda. Yesu akikupenda atachukua madhaifu yako, alafu vile vile atawanyamazisha kimya kwa kile ambacho alikuwa anakiongelea kwa jina la Yesu. Washindi sema amen. Bado hajanielewa. Kumbukumbu la Torati 8:37 asema tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda, sio waliotupenda au sio aliyetupenda. Binadamu leo anaweza kukuchukua hapa akakusaidia akafanya chochote kile, lakini siku ya mwisho kwenye magazeti umekosea njia, ni huko. Anaweza akakusaidia akafanya yote. Ni Yesu peke yake ambaye alikuwa mtii mpaka mauti. Hakuongea lolote, hakutoa siri, afanya chochote. Muda mwingine wapendwa, mpendwa na Bwana, ni afadhali tu muambie Mungu wako mambo yako kuliko kwenda kumwambia binadamu ambaye siku ya mwisho unasema niko pamoja nao, au kina Petro, Yakobo na Yohana. Kumbe siku ya mwisho magumu yanapokuja wanapita nsha hawapo. Wanapita unasema ni nao wao. Tulijua tu. Ndivyo ninavyokuaga. Kikombe hiki lazima ukinywe, na uwezi ukaepuka binadamu kwa sababu ndio unaishi nao huku duniani. Otherwise tutaenda kukupeleka wapi? Mbuga hii hapo ya Chato Burigi ukaishi peke yako. Lakini watu wote wenye misuli ya imani huwa wanapambana na hivyo hivyo kibabe. Ijapokuja vita, hata ijapokuja, mimi kikombe hiki nitakinywea kwa jina la Yesu aliye hai. Tufani napo vuma sana moyo uona pa kujificha mko unificha adui iya tani unificha Nyosha mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru na unisamehe pale ambapo nimeikimbia vita yangu, changamoto yangu. Kumbe ni kikombe ambacho natakiwa nikinywe. Ndio mafanikio yangu, ndio uzima wangu, ndio kazi yangu, ndio biashara yangu. Ninakataa kila roho ya kuvunjika moyo kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninayaweza mambo yote katika wewe unitiaye nguvu kwa jina la Yesu. Wakati huu unapoteseka, Bwana Yesu, teseka na ya kwangu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, unapochukua masikitiko ya wengine na uchukue ya kwangu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, ninalibariki jina lako asubuhi ya leo katika jina la Yesu, sasa na hata milele. Amen. Makofi kwa Bwana Yesu. Basi ninawashukuru, tukutane tena hapo kesho. Leo acha tupumzike baada ya mikiki hapa na pale kwa ajili ya semina. Usisahau kikombe hiki lazima nikinywe, na tukae.